Rais Samia Suluhu Hamini baada ya mashahidi wake katika kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu kugeuka na kusema kwamba Lissu hana makosa yote. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Katika mwelekeo mpya unaotikisa medani ya kisiasa na kisheria nchini Tanzania, kesi inayomkabili mwanasiasa maarufu na makamu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu imeingia hatua tata baada ya mashahidi wa upande wa jamhuri kukiri kutokuwa na uhakika kama anashtakiwa kwa kosa la uhaini. Tukio hili limeibua gumzo kubwa mitandaoni na katika duru za sheria, likionekana kama ishara ya sintofahamu kuhusu uhalali wa maandalizi ya mashtaka dhidi ya mwanasheria huyo. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na Swahili Times tarehe 13 Oktoba, wakili Gerson Garubindi alieleza kuwa shahidi wa pili wa jamhuri amekiri kutokuwa na ufahamu kuhusu aina ya mashtaka yanayomkabili Lissu. Kauli hiyo imechochea mjadala mpana kuhusu msingi wa kesi hiyo ambayo kwa muda mrefu imehusishwa na masuala ya kisiasa. Kesi hii inatarajiwa kuendelea Jumatano katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo ushahidi zaidi utawasilishwa. Tundu Lissu ambaye alirejea nchini baada ya muda mrefu akiishi uhamishoni amekuwa miongoni mwa wanasiasa wa upinzani wanaokumbwa mara kwa mara na kesi nzito za kisiasa. Tuhuma dhidi yake mara nyingi zimehusishwa na madai ya kutoa matamshi yanayochukuliwa kama uchochezi au ukosoaji mkali wa serikali. Hata hivyo, wafuasi wake wamedai mara kadhaa kwamba kesi hiyo ni njama za kisiasa zinazolenga kunyamazisha sauti ya upinzani na kudhoofisha demokrasia. Wachambuzi wa masuala ya sheria wameonya kuwa kukosekana kwa uwazi katika mashtaka kama haya kunaweza kuathiri haki ya mshtakiwa kupata utetezi wa haki. Wanasema hali kama hii inaweza pia kudhoofisha imani ya wananchi kwa mfumo wa utoaji haki nchini. Mtaalamu mmoja wa sheria alisema kuwa endapo mashahidi wa jamhuri hawana uhakika kuhusu makosa yanayomkabili mshtakiwa, inazua maswali makubwa kuhusu maandalizi ya kesi na uhalisia wa mashtaka yenyewe. Kwa upande mwingine, baadhi ya wachambuzi wa kisiasa wanaona kesi ya Lissu kama jaribio la kipimo cha demokrasia Tanzania. Wanasema namna serikali itakavyoshughulikia kesi hii itakuwa kielelezo cha jinsi taifa linavyoheshimu uhuru wa maoni na haki za kisiasa za upinzani. Mjadala huu umevuka mipaka ya Tanzania na kuvutia umakini wa kimataifa, hasa kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu na mashirika ya kimataifa yanayofuatilia hali ya demokrasia barani Afrika. Lissu ameendelea kuonyesha msimamo wa uthabiti, akisisitiza kupitia mitandao yake kuwa hatishwi na kesi hizo na kwamba anaamini mapambano yake ni kwa ajili ya haki, wazi na utawala wa sheria. Wafuasi wake wamesema wataendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi hiyo, huku wakitoa wito kwa vyombo vya sheria kuhakikisha haki inatendeka bila upendeleo wala vitisho. Kesi hii sasa imegeuka kuwa alama ya mvutano kati ya nguvu za kisiasa na haki za kiraia, ikionyesha namna siasa na sheria zinavyogongana katika mazingira ya upinzani. Jinsi itakavyomalizika itaacha historia kubwa katika medani ya kisiasa nchini Tanzania, ikiwakilisha mtihani mkubwa kwa uhuru wa kisiasa na misingi ya haki katika taifa hilo. Huo ndio mwendelezo wa taarifa hii kutoka Kenyascope, tukikuletea uchambuzi wa kina na matukio makubwa ya kisiasa Afrika Mashariki. Endelea kufuatilia kwa habari zaidi na usisahau kusubscribe ili upate taarifa mpya pindi zinapotoka.